Kutoka Dar es Salaam mpaka mtaa wa Viwanda hapa Shinyanga, unajisikiaje kuletewa gari kutoka PMbet mpaka hapa nyumbani? Nimeamini na kweli kwa sababu gari hii hapa ninaiona. Kwa hiyo kinachoonekana mtandaoni sio ni uongo, ni kweli kabisa, watu tucheze. Mchezo gani pendwa sasa katika tovuti ya PMbet ambao umekupa huenda ushindi huu wa Toyota Harrier? Nacheza sana Viator. Wewe pia unaweza kuwa mshindi kupitia michezo ya kasino ya mtandao ya PMbet. Tovuti ni pmbet.co.tz. Yes, bana, habari za wakati huu popote pale ulipo, naamini ya kwamba ubuheri wa afya. Leo ikiwa ni siku ya Jumapili, naamini umeenda kanisani na umemwomba Mungu na umemshukuru pia Mungu kwa mengi ambayo anaendelea kukutendea. Mimi pia nimetoka kanisani, niko vizuri kabisa na nimefika hapa leo kwa ajili ya kuhakikisha tunazungumza masuala kadha wa kadha. Lakini kilicho nigusa zaidi ni mara baada ya kushuhudia mambo kadhaa yaliyojiri hii leo. Leo kumefanyika kongamano kubwa kabisa la masuala ya michezo, kongamano kubwa kabisa la michezo ambalo limeenda kufanyika kule Doha nchini Qatar pale. Doha Qatar, ambako Doha ni mji mkuu wa Qatar, na hili kongamano ambalo limeandaliwa na FIFA ambalo wameenda kujadili masuala kadha wa kadha ya uendeshaji wa vilabu, lakini pia na usimamizi wa vilabu kwa ujumla wake. Sasa mengi yamejiri huko. Moja ya watu ambao wamealikwa na leo wametoa gumzo kweli na mpaka sasa wameacha maswali mengi sana kwa mashabiki wa mpira ni Engineer Hersi Said, ambaye ni rais wa klabu ya Young Africans, lakini pia ni mwenyekiti wa vyama vya michezo Afrika kwa maana ACA kwa maana ACA. Na huyo ni Engineer Hersi Said ambaye pia ni mjumbe wa kamati ya mashindano ya mpira wa miguu duniani kwa upande wa vijana kwa maana FIFA, mpira wa miguu kwa wanaume FIFA, na amealikwa leo. Na yeye alikuwa ni moja ya mchangia mada na leo alisimama kama mkufunzi pia, na yeye pia alipewa kipengele chake kipi ambacho ameenda kukizungumza leo. Lakini ametoa gumzo sana, ameacha gumzo kwa wapenda mpira na kwa wapenda soka, kwa sababu mambo ambayo ameenda kuyafanya kule kila moja ametafsiri tofauti na kila moja amezungumza kwenye lengo yake. Sasa mimi kama Friji Bovu nimefuatilia kwa undani kabisa wakati akiwa anachangia mada. Alikuwa ni mkufunzi na yeye alipewa somo la kwenda kuelekeza namna gani, njia ipi bora itumike kwa ajili ya kwenda kufanya mabadiliko katika uendeshaji wa club, kwa maana segment inayosema key elements of club successful transformation. Kama unalipata vizuri hapo, yani key elements of clubs successful transformation, kwa maana ni njia zipi ambazo zinapaswa kutumika ili klabu iweze kuingia katika mfumo wa mabadiliko au katika mfumo wa uendeshaji wa kisasa. Sasa yeye ndo alipewa hilo somo, alielezea vizuri kabisa what's the key elements of club successful transformations. Ndo alipewa hiyo kwa ajili ya kwenda kuichakata. Sasa wakati anaichakata hiyo, hapo ndipo ambako maswali yalikuwa mengi sana. Katika vitu ambavyo ameenda kuvifanya, kwanza ameenda kutumia footage au videos ambazo Simba walikuwa kwenye mkutano wao mkuu, mkutano wa mwaka, kama unakumbuka AGM iliyofanyika pale katika ukumbi wa Diamond Jubilee kama unakumbuka. Lakini ile video imekatwa sehemu ambapo ndio imeleta gumzo zaidi. Yani amekata ka clip kadogo ambapo ni mtafaruku ulioletwa na mashabiki wa Simba mara baada ya ule mkutano kutamatika na watu kusambaa pale, ambapo mahojiano yale yalifanyika na waandishi wa habari. Wale sasa walioanza kuzungumza video ya Shabani Mpira Pesa, lakini pia Muhindi Simba, wote wakiwa wanalalamikia uongozi wao namna ambavyo walishindwa kuwapa fursa ya kuweza kuuliza maswali kwenye ule mkutano mkubwa AGM ambao ilifanyika. Na kile ndicho ambacho engineer alikipeleka pale. Sasa pale chini kwenye ile video ambayo nakuwekea hapo utaona imeandikwa poor governance, kwa maana hakuna utawala bora. Kwa maana kilichoonekana pale kwenye video ile pale, poor governance, kwa maana hakuna utawala bora, yani kwa maana hakuna uongozi ulio bora, kwa maana hakuna uongozi ulio imara.
Kile ndicho ambacho engineer alikipeleka pale. Sasa pale chini kwenye ile video ambayo nakuwekea hapo utaona imeandikwa poor governance, kwa maana hakuna utawala bora. Kwa maana kilichoonekana pale kwenye video ile pale, poor governance, kwa maana hakuna utawala bora, yani kwa maana hakuna uongozi ulio bora, kwa maana hakuna uongozi ulio imara. Sasa watu wamekuja na maswali tofauti tofauti, kila mmoja amekuja kuongea vile ambavyo ameelewa, lakini kwa mtu ambaye yuko vizuri, yuko well understanding, mtu ambaye ameenda shule, hawezi kutumia nguvu kubwa sana kuelewa kile ambacho engineer amekimaanisha. Kwa nini amekata kipande kidogo ambacho ni mtafaruku baina ya mashabiki, kwa maana wanachama wa klabu ya Simba na viongozi wa Simba, ambao wao mashabiki haki yao ya msingi ilikuwa wanadai kwamba kwa nini hatujapewa room ya kuuliza maswali ili kupitisha maswala haya ambayo yalikuwa yanafanyika hapa. Sasa kwa nini imekatwa hicho kipande cha kuleta mtafaruku? Ina maana hakukuwepo na kipande kizuri cha kuelezea? Kwangu mimi naona engineer kama kaenda kuwavua nguo na kaenda kuwadhalilisha Simba, kwa sababu Simba kama klabu kubwa ambaye kwa paka muda huu hapo ninapozungumza kwenye rank za msimu uliopita, Simba ni nafasi ya 5 kwa ubora barani Afrika. Why? Kipande kidogo tu ambacho ni mtafaruku ambao kati ya wanachama wa Simba na viongozi wao wakitaka haki yao, kwamba mkutano huu haukumalizwa vizuri, wanataka maswali waulize ili waweze kupitisha agenda ambazo zilikuwepo. Sasa why engineer achukue kale ka footage, achukue kipande kadogo, halafu aende kukaelaborate, aende kukaelezea kule, na pale chini kaandikwe pale kaneno kwamba poor governance, kwa maana mashabiki hawana furaha na viongozi wao, mashabiki hawako na furaha na klabu yao. Unaona bana maneno ya engineer hayo utaisikia hapo chini, sio? Sasa inamaanisha nini? Ina maana hapo ameamua kwenda kuwadhalilisha na kwenda kuwavua nguo, kwa maana Simba hawana uongozi bora. Na engineer kama nilivyokuambia, yeye mada aliyopewa alienda kuzungumzia elements of club successful transformation, kwamba njia zipi ambazo zinapaswa kutumika ili klabu iende katika mfumo wa kisasa, kwa maana mfumo wa mabadiliko. Sawa mfumo wa mabadiliko katika masuala ya kiuendeshaji. Sasa kwa nini uweke engo mbaya ya mtani wako, na kwa nini umtumie Simba kama mfano? Kuna vilabu vingapi ambavyo vimefeli? Kuna vilabu vingapi ambavyo vimeshindwa mpaka sasa havipo? Simba amestruggle, yuko nafasi ya 5 kwa ubora. Kafu ndio inamfahamu Simba kuliko Yanga Afrika. Simba ameenda robo finali karibia 7. Yanga ana struggle. Unaelewa vizuri? Simba ndio wameondolea tongotongo Yanga Afrika. Sababu Simba wao wakati wanaenda robo finali, Yanga aendi, anaishia tu makundi, na makundi yenyewe alikuwa afiki. Ameanza kwenda lini? Si ndio majuzi tu hapo, wakati Simba ashaenda robo finali nyingi. Sasa hao utumie kafute cha ugomvi, cha mikwaruzano baina ya mashabiki na wanachama klabu ya Simba na viongozi wao, upeleke kule duniani. Maana kongamano ambalo limefanyika pale Doha Qatar, kwa viongozi wakubwa, Gianni Infantino, rais wa FIFA, Arsene Wenger, Di Matteo, kocha ule wa mpira wa zamani Chelsea kama mnamkumbuka, na wengine wengi walikuwa pale. Alafu eti Simba ambayo inajulikana Afrika kwa ubora, kwa statement walioiweka, kwa daraja ambalo aliliweka katika michuano ya CAF, leo inaenda kuchafuliwa tikisa tu engineer leo ni mwenyekiti wa vyama vya michezo barani Afrika ACA. Na amepata kinafasi hicho cha nafasi ya kuwa mjumbe wa FIFA, kwa maana ya ngaza vilabu. Sasa inakuaje leo hii atafute ka footage kadogo ka mgogoro wa Simba, mashabiki na viongozi wao katika mkutano mkuu? Ina maana hakuna mazuri ya Simba? Kulikuwa kuna haja gani ya kufanya hivyo? Kwa nini basi asingetafuta kipande cha Simba kuboresha katiba yao? Juzi boresha katiba pale na ilipitishwa kama unakumbuka. Lakini why yasizungumze basi hata katika ule mkutano? Kama alitaka kugusa yengo ya mkutano mkuu, angegusa hata ile hotuba ya mheshimiwa naibu waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo, Mheshimiwa Hamisi Mwinjuma, akielezea kwamba serikali imeridhia yote ambayo Simba wanayafanya, haitaingilia maamuzi yote ya wanachama na viongozi wao. Serikali wao hawatafanya chochote kuingilia zaidi. Serikali watachangia ama kama sio kuchangia basi watakuwa na namna fulani ya kuwasupport, lakini sio kuingilia. Sasa yale mazuri aliyosema, kwa nini asipelekwe kule yakapelekwa mabaya?
Ina maana Engineer leo anaigandamiza Simba waziwazi. Ameamua sasa kunyanyua mapanga kwamba Simba leo idhoofishwe. Yaani Simba waonekane wadogo. Pale hakuwa ni mkutano wa kusema kwamba eti ni kiongozi ambaye anatoka nchini Tanzania anaenda kule kwa ajili ya kueleza dunia maovu au mambo ambayo yasiyofaa ya klabu ambayo ni shindani. Kwa maana klabu ambayo inampa challenge yeye ndo ameyapeleka kule mabaya, lakini mazuri ya klabu hiyo hajapelekwa. Na ndio maana naamini kwamba kwa nini Simba leo hawataki kujiunga na chama hicho chama cha Engineer ambacho anakisimamia ACA. Ndio maana nimeona Simba hawataki kujiunga hadi leo. Kwa nini? Kwa sababu kiongozi aliyopo juu pale mpaka sasa hivi anaonekana hana maelewano na hana namna nzuri ya kuweza kuwatetea au kuwasemea Simba mazuri. Na ndio maana pia hata Simba anaenda kucheza Zanzibar, yeye kama mwenyekiti wa shirikisho la vilabu Afrika alikuwa na uwezo wa kutetea kwamba bana Simba tayari uwanja uko tayari, uwanja wa Mkapa, Simba wacheze. Lakini inaonekana wazi kwamba ameenda kuwagandamiza na kwenda kuwasemea mbovu, kwenda kuwasemea mabaya. Hii haijengi, hii inaharibu. Yeye kama kiongozi ambaye anatoka nchini alipaswa kufunika baadhi ya vitu ambavyo hayana msingi, kwa sababu ukiangalia migogoro ambayo ilitokea pale kwenye mkutano mkuu inatokea sehemu yoyote ile, na ile iko nje ya uwanja. Of course tunafahamu kweli Simba hawana katika eneo la utawala bora, kuna shida kubwa ipo. Poor governance ni kweli, lakini how unapeleka duniani? How? Yani unapelekaje duniani kuhusiana hilo? Kuna vilabu vingapi ambavyo vimeshindwa leo kurudi na kufanya vizuri kimataifa? Vingapi? Enyimba walishafanya vizuri sana huko nyuma, Etwadu Sahel walifanya vizuri sana huko nyuma, AST walifanya vizuri huko nyuma, Zamalek walifanya vizuri huko nyuma, unaona bana, TP Mazembe walifanya vizuri, AC Vita walifanya vizuri, na vilabu vingine vyote vilifanya vizuri. Wale kina Asante Kotoko wale wako wapi? Wako wapi? Kwa hiyo kukosekana engo ya kuwagusa watu wengine ambao wao wameshindwa kusimama na timu zao, wameshindwa kufanya vizuri, wamepotea kwenye anga ya kimataifa katika michuano ya CAF. Anaonekana Simba yeye ndo kafanya makosa katika mdahalo ule ambao ulifanyika au mkutano mkuu AGM uliofanyika pale Diamond Jubilee. So to me what I think ni kwamba Engineer hawataki Simba mema. Engineer hawataki Simba mazuri. Ameenda kuwaharibia, kwa maana ameenda kupeleka footage ambayo mashabiki na wanachama wa Simba wanapiga kelele. Ile inaashiria nini? Hata kama watu hawajui Kiingereza, hata kama singe watafsiria kile ambacho labda walikuwa wanakifanya, watu wanajua kabisa kwamba hapa kuna mgogoro mkubwa sana. Hapa kuna mtifuano mkubwa sana. Na ndio maana hawa mashabiki na wanachama wa Simba wana raise noises. Yaani wana raise sauti zao, wanapaza sauti zao kwa ukali. Kwa hiyo hata FIFA kule wanafahamu, hata viongozi waliopo kule wanafahamu kama kuna namna ambavyo Simba pengine alikuwa anaandaliwa njia nzuri, wanaanza kuona Simba sasa hivi hakuna uongozi mzuri, Simba kuna poor governance, Simba hakuna utawala bora, Simba mashabiki hawapendi timu yao, Simba mambo hayako sawa sawa. Sasa hii sio sawa. Mangapi Simba mazuri wameyafanya? Mangapi ambao watu wameshuhudia hadi leo? Vigogo wangapi Afrika wanaogopa kuja pale wanafungwa na Simba? Nafasi ya 5 kwa ubora leo, wako nafasi ya 12 huko, wanakuwavua Simba nguo hadharani kwamba poor governance. Mashabiki hawana furaha. Brother, kwangu mimi kama viongozi wa Simba wanapaswa kufikiria mara mbili kuhusiana hili. Wanapaswa kuenda beyond kuhusiana hili. Wanapaswa kulifuatilia kinaga ubaga kuhusiana hili. Wanapaswa kufahamu why Engineer ameenda. Mangapi ambao pengine waga anafanya nje ya pazia? Mangapi ambao anafanyaga nyuma ya pazia ambao huwa hayasikiki? Leo haya amesikika, lakini kwa sababu video imelike watu tayari wanayo. Alikamu kuna muda alipost hiyo video, sijui alipigiwa simu ameifuta ameishusha. Alex Shabani kama meneja wa habari na mawasiliano wa Yanga. Mimi nimepost kwa page yangu pale nikasema hapa vipi mnaonaje hiki kitu? Tayari ile video imeshasambaa, lakini alikamu ameifuta. Kwa nini? Unajua kiongozi wake amekosea. Sasa kama kiongozi amekosea, ameenda kuishutumu na kupeleka sifa mbaya ya klabu ya Simba kule. Na maana Simba kuna namna ambavyo wanatazama kwa jicho lingine. Zile favor ambazo pengine Simba alikuwa anapewa anapoteza. Na tujiulize maswali machache. Why Simba amefungiwa karibia chini ya mara 3 mashabiki kutokuingia uwanjani kwa makosa madogo? Utasikia bara moshi umewashwa, bara sijui nini. Vilabu vingine vinawasha mafataki sio moshi na mashabiki wafungiwi. Jiulize ya maswali, kwa nini Simba anafungiwa? Kuna mtu atakuwa anawachongea. Kuna mtu hawataki mema. They must be very careful. Na viongozi wa Simba hawapaswi kulala katika hili. Kazi yao ni moja tu, kuwafungia wanachama, kuwashtaki wanachama kama kina Simba, lakini mambo kama haya wanafanyiwa wanakaa kimya. Na utaona kama ile jambo watalifuatilia, watakaa kimya, lakini tayari dunia inafahamu kwamba Simba kuna poor governance.
Weka comment yako hapo chini, mimi nimekusanua. Sababu mimi ni friji bovu, friji langu bovu aligandishi hata kidogo, nimekusanua. Mengi yaliyofanyika leo hayakuwa upande wa Simba, bali alikuwa kwenda kwa demoralize, kwenda kuadhalilisha. Kutoka Dar es Salaam mpaka mtaa wa Viwanda hapa Shinyanga, unajisikiaje kuletewa gari kutoka PMbet mpaka hapa nyumbani? Nimeamini na kweli kwa sababu gari hii hapa ninaiona. Kwa hiyo kinachoonekana mtandaoni sio ni uongo, ni kweli kabisa, watu tucheze. Mchezo gani pendwa sasa katika tovuti ya PMbet ambao umekupa huenda ushindi huu wa Toyota Harrier? Nacheza sana Viator. Wewe pia unaweza kuwa mshindi kupitia michezo ya kasino ya mtandao ya PMbet. Tovuti ni pmbet.co.tz.